Marehemu Henry John Stambuli alizaliwa tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka 1961 na marehemu Ta John Stambuli na Mai Restina Stambuli katika kijiji cha Bushaza, Katoma, Bukoba, mkoa wa Kagera. Maisha ya kiroho. Kubatizwa. Marehemu alibatizwa kupata komunyo ya kwanza na kipaimara katika parokia ya Kashozi, jumuiya ndogo ndogo. Kijijini alikozaliwa alishiriki katika jumuiya ya Mtakatifu Yohana Mbatizaji, ambako hata akiwa Marekani alijitahidi kutimiza wajibu wake, hasa michango mbalimbali. Kumbukumbu ya Mtakatifu Andrea Mtume Bahari Bichi. Marehemu Henry John Stambuli mara ya mwisho alishiriki ibada ya misa takatifu pamoja na waumini wa Bahari Bichi katika mkesha wa Noeli wa mwaka 2024 alipokuwa likizo nchini Tanzania, ambako alitarajia kushiriki misa ya mwaka mpya 2026. Kumbe alikuwa anatwaliwa masaa machache kabla ya mwaka mpya. Maisha ya ndoa. Marehemu Henry Stambuli alifunga ndoa na Bi Leticia Kalemera katika kanisa la St. Peter Oysterbay mwaka 1991. Familia. Marehemu ameacha mjane, watoto 3 na wajukuu 2. Elimu. Elimu ya msingi. Marehemu Henry Stambuli alisoma katika shule ya msingi Katoma A, Bushaza, Bukoba, mkoa wa Kagera. Sekondari. Alisoma shule ya Shaban Robert Dar es Salaam na kuhitimu kidato cha 4. Vyuo. Marehemu Henry alihitimu katika chuo cha Westchester Community College, New York, Marekani, ambapo alitunukiwa diploma. Kisha alijiunga na Mercy College, alihitimu na kutunukiwa shahada ya kwanza katika uhasibu. Weledi. Marehemu Henry alifanya kozi mbalimbali katika kujiendeleza kitaaluma na kufikia kiwango cha kuwa mshauri wa mahesabu na kodi huko New York, Marekani. Ajira. Baada ya kuhitimu ajira, marehemu Henry Stambuli alifanya kazi katika shirika la posta na simu Tanzania, lakini baadaye alielekea nchini Marekani, ambapo marehemu Henry alifanya kazi kama audit manager huko New York State, Marekani, lakini pia alifanya kazi zake binafsi kama mshauri wa mahesabu na kodi nchini New York, Marekani. Maisha ya kijamii. Marehemu alikuwa ni mwanzilishi na mlezi wa umoja wa Wanakagera waishio Marekani uitwao Orubugu. Marehemu kwa ujumla alikuwa ni mtu wa watu, alikuwa tayari kusaidia wengine kila mara. Kubwa la kijamii lililohusiana na ujio wake wa likizo ya mwaka huu hapa nchini Tanzania ni kwamba ndugu wa familia ya marehemu John Stambuli waliungana na kujenga jengo la hostel ya wanafunzi wa shule ya sekondari Katoma, ambako ndiko walikozaliwa. Jengo hilo lilikuwa likabidhi rasmi kwa uongozi wa shule siku ya kesho tarehe 9 mwezi wa kwanza 2026. Ugonjwa. Marehemu Henry alipatwa na shambulio la ghafla la moyo akiwa safarini kwenye ndege kutoka New York, Marekani kuelekea Dubai, akiwa njiani kuja likizo nyumbani Tanzania tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka 2025. Kifo. Marehemu Henry John Stambuli alitwaliwa tarehe 30 mwezi wa 12 2025 baada ya kupatwa na shambulio la ghafla ya moyo akiwa angani katika ndege ya Emirates iliyokuwa ikitoka New York, Marekani kuelekea Dubai. Raha ya milele umpe Bwana na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Basi ndugu zangu, tunaendelea kumwombea ndugu yetu ambaye tumesikia historia yake kwa ufupi, maisha yake na namna ambavyo tuliishi naye. Kama tunavyojua, binadamu tumeumbwa na Mwenyezi Mungu. Toka mwanzo mwanadamu alivyoumbwa, ameumbwa katika udongo, akapuliziwa pumzi ya Mwenyezi Mungu, tukawa hivi tulivyo. Na mtu anapofariki, basi
kila kitu kinarudi katika asili yake. Udongo, mwili unarudi katika udongo na roho inarudi kwa yule muumba wake, inarudi katika maisha ya umilele. Hivyo basi tunapokuwa tunasali, mama kanisa ametuwekea tusali misa kwa ajili ya kuwaombea ndugu zetu marehemu ili tuweze kuungana nao, ili basi kama kuna chochote ambacho bado wanadaiwa katika maisha yao waweze kusamehewa, wapokelewe mbinguni. Roho ndio yenye thamani. Mtu hata kama yuko sehemu yoyote pale, tunaweza tukamwombea ili apate huo msamaha wa Mwenyezi Mungu. Tumesikia katika kitabu cha pili cha Wamakabayo namna ambavyo Yuda aliwachangisha Wayahudi wenzao wachange sadaka kwa ajili ya kwenda kuwatolea sadaka kwa wafu wao. Kwa sababu gani? Waliamini maisha baada ya kifo, maisha ya ufufuo. Kwa sababu wale ndugu walienda vitani, na katika kwenda vitani basi hawakudumu katika zile ahadi na Mwenyezi Mungu, kwa sababu walichukua hirizi wakaweka mfukoni mwao wakidhania kwamba katika hizi zitaweza kutuokoa, tutaweza kupata ushindi. Wakasahau kwamba vita ni vya Bwana, Bwana ndio anayewashindia. Baada ya kufa wengi, ndio baadaye viongozi wakaenda wakashangaa, kwa nini wamekufa hivi hao watu wetu? Ndipo walipowakagua wakakuta hivyo vitu vinyago viko mfukoni mwao, aina ya hirizi, wakitumainia kwamba kwa njia hivi tutaweza kushinda. Kumbe ilikuwa ni kitu kibaya, kumsahau Mungu na kuabudu miungu wengine. Wanafanyaje sasa? Ndipo Yuda akachanga hizo hela kwa ajili ya kwenda kutolea sadaka, sala pamoja na sadaka. Ndugu zangu, mama kanisa anatufundisha kwamba sisi waamini, sisi wa Kristo, kuna kanisa la duniani, kanisa linalotembea ambao ni sisi. Kuna kanisa linaloteseka, kanisa la toharani, na kuna kanisa la watakatifu, kanisa la mbinguni. Sisi tulioko duniani tunao uwezo wa kuwaombea lile kanisa la toharani, na tunajua hakuna chochote kilicho kichafu kitakachoweza kuona uso wa Mungu. Hivyo kwa wale ambao wanakuwa bado hawajaingia katika hali ya utakaso na Mungu, labda kuna uchafu kiasi wanadaiwa, ndio maana inabidi wakalipie toharani. Na sadaka ya misa takatifu, sala zetu na sadaka mbalimbali zinawafaa sana wale ambao wako toharani. Kwa hiyo, kwa kuwa hatuna uhakika katika uwezo wetu wa kibinadamu kutambua huyu ameenda mbinguni moja kwa moja kwa Baba au bado analipia toharani, ndiyo maana tunatolea sadaka ya misa kwa ajili ya kuwaombea. Na ndio maana mama kanisa kaweka mwezi wa 11 maalum kwa ajili ya kuwaombea marehemu kwa namna pekee. Ingawa wakati wowote tunaweza tukawaombea, tunasali, tunatoa sadaka yetu pamoja na sala yetu inasindikiza kwa ajili ya kuwatakasa hao wafu wetu. Kwa hiyo tumefanya jambo jema kumsindikiza ndugu yetu kwa ajili ya sala, ili kwa matendo yake mema aliyoyafanya iweze kuwa ndio mafuta yake ya njiani. Tumesikia katika Injili namna ambavyo wale wanawali, wengine wenye busara, wengine hawana busara, wengine wametoa taa zao pamoja na mafuta ya akiba, wengine taa zao hazina mafuta ya akiba. Ndipo bwana harusi anapofika wanashindwa kumlaki wale wapumbavu. Kwa nini? Hawakuchukua mafuta ya akiba. Ndugu zangu, tunaaswa katika maisha yetu tuendelee kujitwalia akiba yetu. Hazina yetu tunajiwekea mbinguni kwa matendo mema tunayafanya, kwa matendo ya ukarimu tunayafanya, kuyaishi maisha yetu ya Ukristo, maisha ya sakramenti na mafundisho mengine ambayo tunapewa katika kanisa. Ni kama Yesu alivyotuambia kwamba ili ngano iweze kuzaa lazima ife, izikwe, baadaye inachipua upya ili tuiweze kuingia katika maisha ya umilele. Kwa hiyo kufa ni lazima, lakini wakati mwingine tunaogopa. Ndio maana Kristo anasema kesheni, kwa kuwa hamjui siku wala saa. Huenda mara nyingine tunakuta labda hatujajiandaa vizuri, basi tunakuwa na wasiwasi wa namna hiyo. Basi kulikuwa na sehemu fulani ya msiba kama tulivyo namna hii, watu wanasali kwa ajili ya kumwombea mpendwa wao. Na kwa kuwa mpendwa wao alikuwa ni mtu mwema sana, amesaidia mambo mengi, matendo mengi ya huruma, na waliokuwepo kwenye ule msiba wengi wamesaidiwa naye, na alikuwa ni mtu wa umri wa kati tu.
Basi kila mmoja anasema afadhali hata tungechukuliwa sisi wengine kuliko huyu ndugu yetu ambaye amechukuliwa. Angalia alivyokuwa mwema, angalia alivyokuwa anatoa sadaka kubwa. Kwa nini hivi? Mungu, kwa nini hivi? Mungu, kwa nini unachukua watu wema hivi na hivi na hivi? Basi vilio vikawepo vingi na sauti za namna hiyo. Basi yule mpadri aliyekuwa anaadhimisha ile misa alisikia kile kilio chao, alisikia vile. Basi akasema, ndugu zangu, ni kweli mlimpenda marehemu kiasi hicho? Asema ndio. Hebu nyosheni mikono wale ambao kweli mmeguswa naye na mlimpenda. Watu wote waliokuwepo wakanyosha mikono. Akasema vizuri. Akasema, sasa ombi lenu liko namna gani? Akasema afadhali mwingine tu angeenda alafu yeye abaki arudi. Akasema ambe basi ngoja tukaombe kwa Mwenyezi Mungu. Mungu wetu ni mwema, ni msikivu. Basi tuone anasemaje. Basi padri akajitenga pembeni katika ukimya. Baada ya dakika 3 akarudi. Akasema, wapendwa, Mwenyezi Mungu amesikia sala zenu. Hivyo ameniambia kwamba kwa kuwa tayari msiba upo, kaburi tumeshachimba, ibada inafanyika, haifai tukatize hivi hivi. Kwa hiyo kinachotakiwa, inatakiwa mmoja wenu, huyo mmoja, atwaliwe, afe, ndugu yenu arudi, ili kaburi sibaki hivi hivi na msiba usibaki, msiba uendelee. Haya, kati yenu ni wangapi ambao wanakubali huyu yenu arudi, afufuliwe, alafu mmoja wenu kati yenu aende? Watu wote wakanyosha mikono. Akasema vizuri sana. Sasa tunafanyaje? Mmoja tu anyoshe? Wote wakanyosha. Sasa padri wote watafanyaje? Akawaambia basi. Akafikiria, baadaye akawaambia, Mwenyezi Mungu ameniambia tufanye hivi. Nichukue unyoya, na katika ule unyoya nitakaa uchukua, basi nitaurusha juu. Unyoya ulivyo mwepesi, basi utaanza kuambaambaa huko, utaambaambaa huko. Kwa yule utakaye mwangukia kichwani, kada, huyo ndiye atakayechukuliwa. Watu wakaanza kuangalia na angalia, wanamwangalia padri, wamekunja jicho, wametoa jicho, wanamwangalia. Sasa si mmenyosha wote? Basi padri akasema, haya jamani, wanakwaya, tuanzisheni wimbo wa mtu kutwaliwa hapa. Waanzisheni wimbo wa mtu kutwaliwa, maana yake mmoja wetu kati yetu sasa hivi hapa atatwaliwa. Kwa hiyo ataanguka, huyo anakwenda. Haya, akachukua unyoya wake, anaenda kama kule nyuma hivi. Ile kule nyuma apulize sasa. Uende juu, alafu aone kwamba polepole unatoa wapi. Alipokuwa anaenda, wote wakawa wanamsindikiza na shingo. Amefika kule nyuma, basi akaupuliza ule unyoya uende juu. Unajua nini kilichotokea? Huku anakuwa anaendelea kuimba wimbo wa kumtoa mtu hapa kati yetu, kila mmoja sasa, Bwana ni nani? Ni mimi. Bwana ni mimi. Bwana ni mimi. Kwa hiyo ule unyoya ukishuka kidogo, kimfikia mtu hivi, anapumua kwa nguvu. Unyoya huo unapaa juu. Unaenda wewe, unapepea wewe, unaenda wewe. Bahati kulikuwa kumetulia, mna upepo kama. Unaenda wewe, unataka kushuka kwa huyu hapa, huyu naye anapumua kwa nguvu. Huo unyoya unapanda. Unyoya ukaenda ukazunguka, ukaenda ukazunguka, ukaenda ukazunguka, kila mahali ukawa unapiga chenga. Mwisho wa siku ule unyoya ukawa umetoka katika wale watu waliokuwa wamekaa, ukaenda kuanguka kama kule kwenye nyasi kule. Watu wameona unyoya umeanguka kule, wote wakasimama, wakapiga mikono pa 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 pa. Sasa angalieni, tulimpenda lakini Mungu amempenda zaidi. Jina la Bwana litukuzwe. Sasa nasema, unaona, Mungu amempenda kati yetu wote, ameona asirudi kwa kuwa amempenda zaidi, limeenda kuanguka kwenye nyasi. Ndugu zangu, ni kwa nini tunafanya hivyo? Mara nyingi kama tumesema, kifo kinatisha, hasa pale unapokuta hatujajiandaa vizuri. Hatujajiandaa vizuri, tabaki tunasema basi Bwana amempenda zaidi. Lakini napofika zamu yetu, inakuwa hakika ni jambo ambalo ni gumu. Kama ndio hivyo, na tunajua kati yetu kila mmoja atakufa, kwa nini sasa tunawanyima wenzetu haki zao? Tunajua maisha yetu ni ya kupita, kwa hakika tutakufa. Kwa nini wakati mwingine tunawanyima wengine haki zao? Kwa nini wakati mwingine tunawadharau wenzetu, wanafamilia wenzetu, wajuani wetu? Kwa nini wakati mwingine tunawasengenya? Labda ni ndugu zetu, labda ni kwenye familia, labda ni kwenye jumuiya, labda ni kwenye kikundi. Kwa nini tunawasengenya? Kwa nini tunawatenga? Kwa nini tunawaonea? Wakati mwingine tunawaibia, wakati mwingine tunawadharau.
wakati mwingine tunawaua, tunawatendea matendo mabaya ya ukatili. Kwa nini? Na tunajua njia yetu ni moja, hatujui siku wala saa. Ndugu zangu, wakati mwingine tunajiuliza, je, wajibu wetu kwa jamii tunautimiza vema? Wajibu wetu kwa serikali tunautimiza vema? Wajibu wetu kwa familia tunautandaa vizuri? Wajibu wetu kwa kanisa unaotudai, kwa mfano mambo ya kulipa zaka, michango mbalimbali, huduma kwenye jumuiya, kushiriki kanisani, kushiriki masakramenti, je, yote nayatimiza vema? Kwa sababu yote hayo ndio mafuta yetu ya akiba yatakayoweza kutusaidia tuweze kufika kwa Mungu. Wote duniani sote ni wasafiri, hakuna atakayeishi milele. Tumwombe Mungu basi atuombeane ili tuweze kutambua ufupi wa maisha yetu. Tuwe tayari siku zote ili Bwana atakapotuita tuweze kuwa tuko tayari. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, tusimame tumtolee Muumba wetu maombi yetu. Ndugu zangu, tumwombee huyu ndugu yetu Henry kwa Bwana Mungu wetu, ambaye amerudi kwa Baba. Bwana amemwita. Tumwombe amweke miongoni mwa watakatifu na wateule wake huyu ndugu yetu aliyesafishwa kwa maji ya ubatizo na kupakwa mafuta matakatifu. Bwana, twakuomba. Twakuomba umpokee mbinguni huyu ndugu yetu Henry aliyekula karamu ya mwili na damu ya Kristo. Bwana, twakuomba. Tusali kwa ajili ya wale wote wanaoteswa, ili wasifikiri hata mara moja kwamba wameachwa na Mungu. Bwana, twakuomba. Tusali kwa ajili ya ndugu zetu marehemu, ili Mungu Mwenyezi apende kuwapokea katika ufalme wa mbinguni. Bwana, twakuomba. Mungu muumba wetu na mkombozi wa waamini wote, usijalie roho za marehemu maondoleo ya dhambi zao zote, kwa maombezi yetu wapate msamaha waliotumainia daima, na ndugu yetu apate kupokelewa mbinguni, apate msamaha wa dhambi zake zote. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu. Amen. Atakuwa mzima, huyo ataishi milele. Mimi ni uzima wa milele. Mimi ndimi ufufuo wa mimi ndimi ufufuo wa mimi hatakufa kabisa.
kabisa milele na uzima, asema Bwana. Yeye aniaminie mimi hatakufa kabisa milele. Atukuzwe Baba na Mwana na atukuzwe Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na ilivyo sasa, vivyo atukuzwe milele. Mimi ndimi ufufuo wa kweli na uzima, asema Bwana. Yeye aniaminie mimi hatakufa kabisa milele na uzima, asema Bwana. Yeye aniaminie mimi hatakufa kabisa milele. Ini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Salini ndogo ile sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, umtazame kwa wema mtumishi wako Henry, ambaye kwa ajili yake tunakutolea sadaka ya sifa. Tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa njia ya ibada hii ya upatanisho astahili ufufuko na uzima, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki, tendo la kufaa na kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye ndiye yule mmoja aliyepokea mauti, ili sisi sote tusije tukafa, ila mmoja tu aliyekubali kufa, kusudi sote tupate kuishi kwa ajili yako milele. Kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu, tukiungama kwa furaha. Mtakatifu,
mtakatifu Bwana Mungu, Bwana Mungu wa majeshi, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi. Sana juu, hosana juu mbinguni, hosana, hosana juu mbinguni, hosana, hosana juu mbinguni, hosana juu, hosana juu, hosana juu mbinguni, hosana, hosana juu mbinguni, hosana, hosana juu mbinguni. Bwana, kweli u mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani yetu. Twatangaza kifo chako, Bwana, na kutukuza, twatukuza ufufuko, Bwana, mpaka ujapo, mpaka utakapokuja, Bwana. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha uokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanye na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako liendea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Stefano Msomba na waklero wote. Umkumbuke mtumishi wako Henry John Stambuli uliomwita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia akiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri, Mtakatifu Gaspari, Mtakatifu Andrea mtume, Mtakatifu Henry, watakatifu somo zetu na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele.
Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Bwana, tunakuomba tuopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, usudi kwa msaada wa huruma yako tuopolee daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na waacheni, amani yangu nawapa. Usizitazame dhambi zetu, la tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Kwa kuinamiana tupeane amani. Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Bwana, sistahili ingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo itulinde tupate uzima wa milele. Amen. Basi tunawakaribisha Wakristo wa Katoliki waliojiandaa kushiriki Ekaristi Takatifu.
mkate wa mbinguni, shibisha roho zetu. Nalisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe Bwana ukanisamehe upotovu wa dhambi yangu. Nalisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nalisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe Bwana ukanisamehe upotovu wa dhambi. Nalisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe Bwana ukanisamehe upotovu wa dhambi yangu. Nalisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe Bwana ukanisamehe upotovu wa dhambi yangu. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Mimi nimesimama hapa kusema chochote kuhusu familia. Kusema ukweli, familia inashukuru sana. Msiba wa Henry ulitokea kwa saa za Tanzania, ilikuwa kama saa 6 kasoro tarehe 30. Mpaka sasa hapa tulipo ni tarehe 8. Ni siku kama 10 sasa tunaenda. Ni wakati mgumu kwa familia, lakini ndugu, jamaa na marafiki mmekuwa msaada mkubwa kwa familia, kwa maana ya salamu mbalimbali. Mmeweza kupiga simu, mmetuma message, mmefika kutuona kila mtu kwa wakati wake. Tunawashukuru sana kwa upendo huo mkubwa. Kama mambo yataenda kama yalivyo, Henry Stambuli atapumzishwa kwenye nyumba yake ya milele huko New York, Marekani, Jumamosi, kama mambo yatakwenda kama yalivyo mpaka sasa. Na baada ya kupumzishwa, kama ilivyo mila ya Kihaya, tutakwenda alikotokea, alikozaliwa, Katoma Bushaza. Tutakwenda kufanya ibada kama hii kwa ajili ya kumaliza msiba. Kwa hapa Dar es Salaam, tukio hili tuliolifanya ndo tukio la kumuaga, lakini pia kumuombea. Tunawashukuru sana wote mliofanikisha. Familia inatoa shukrani kwa madaktari waliohangaika kwenye ndege kujaribu kuokoa maisha yake. Kulikuwa na madaktari wa airline Emirates, lakini pia na wasafiri wenzake walihangaika kadiri ya uwezo wao na kadiri ya maarifa yote waliojaliwa na Mwenyezi Mungu, lakini haikuwa bahati, Mungu akamtwaa. Tunawashukuru sana na tunawaombea waendelee na moyo wao, ikiwezekana kuwasaidia na wengine. Tunamshukuru dada yetu mkubwa Mama Joan, ndiye alikuwa naye, kwa hiyo alishuhudia hiki kilichoendelea. Tumuombee, ni wakati mgumu sana kwake. Tunakushukuru Baba Paroko kwa ibada hii ya faraja, lakini tukiwa kama Wakatoliki tunaamini ukiwa na wakati mgumu ni wakati wa kuomba zaidi na kushukuru kwa kila kitu. Mwisho, tunawaomba muendelee kumwombea na kuwaombea wote walioguswa na msiba huu. Asanteni sana. Naomba tusimame kwa wale ambao wanaweza.
Ndugu wapenzi, tumwombe kwa unyenyekevu Bwana Mungu wetu ili apende kuyabariki haya maji tutakayonyunyiziwa sisi kwa ukumbusho wa ubatizo wetu, naye apende kutusaidia ili tudumu waaminifu kwa Roho yule Mtakatifu tuliyempokea. Mungu Mwenyezi wa milele, ulitaka kwamba kwa njia ya maji yaliyo chemichemi ya uhai na chanzo cha utakaso, hata roho zetu zitakaswe na zipate kuwa zawadi ya uzima wa milele. Tunakuomba uyabariki maji haya ambayo kwa njia yake tunatamani siku hii ya leo. Bwana, utuimarishe. Ukubali chemchemi hai ya neema yako ifanywe ndani yetu na tukinge na maovu yote ya roho na mwili kwa njia yake, ili kwa mioyo safi tukujongee tukiwa tumepokea wokovu uliotujalia kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tunabariki chumvi takayechanganya na haya maji. Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa unyenyekevu na kwa wema ubariki kiumbe hiki, yaani chumvi hii uliagiza kwa njia ya nabii Elisha itiwe katika maji ili kuponya utasa wa maji. Tunakuomba Bwana, ili popote atakaponyunyiziwa maji ya mchanganyiko huu na chumvi hii, ufukuzie mbali kila aina ya uovu wa adui, nasi ututunze kwa uwepo wa Roho wako Mtakatifu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Basi baba paroko, kwa sababu ana majukumu mengine parokiani, atatoa baraka za mwisho, na baada ya baraka za mwisho tutamsindikiza kwa maandamano na atatoka na familia kwa maandamano, alafu baadaye familia tutarudi na kutakuwa na nafasi ya salamu za rambirambi. Yeyote ambaye anawiwa kusema yoyote kuhusu ndugu yetu mpendwa wetu Henry, najua wako watu hapa, wengine wamesoma nao tangu preparatory vidudu wakati zinaitwa, wengine wamefanya yote kazi, wengine wamefanyia mambo makubwa, wengine wamefanya pamoja. Kwa hiyo kuna nafasi ya kusema lolote kwa ajili ya kuendelea kufariji familia na pia kwa maneno mazuri kabisa ya kuinenea roho yake mpendwa wetu, ili Mungu aweze kuifagilia na kuipokea usoni kwake. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa niaba ya parokia tunawapeni pole sana ndugu zangu kwa ajili ya msiba huu mkubwa. Sadaka kubwa na zawadi kubwa tunayoweza kuitoa ni hii ya misa takatifu. Basi tutaendelea kuanzia kesho kusali misa ya Kigregoriani ya siku 30 kwa ajili ya kuombea ndugu yetu huyu mpendwa. Mungu ampokee mbinguni. Raha ya milele umpe Bwana. Wapumzike kwa amani. Kama alivyosema ndugu yetu hapa mtangazaji, inabidi kurudi parokiani kwa ajili ya ibada ya kuabudu, kwa sababu Alhamisi jioni tuna ibada ya kuabudu. Hivyo nitaomba basi baada ya baraka kama alivyosema tufuate huo utaratibu ili niweze kwenda kutekeleza hiyo ibada nyingine. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nendeni na amani. Tumshukuru Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu waombolezaji, tunaomba msiondoke. Familia inasema baada ya hapa
tutashiriki mlo pamoja kwa niaba ya mpendwa wetu. Nenda tu ndani, nenda tu ndani. Kristo, waombolezaji wenzangu, nimesimama hapa kutoa pole zetu. Tumehuzunishwa sana na kifo cha ghafla cha Henry. Henry alikuwa kwa kweli karibu na familia yetu. Familia yetu hii ni ya Rutageruka, na mwaka jana tulifiwa na mdogo wetu katika salamu za rambirambi na mchango wa rambirambi tulipata kutoka kwa Henry. Kwa alikuwa na sisi katika huo msiba. Lakini niseme huyu ni pacha mwenzangu Illuminata, lakini tuko na Joycelyn pia, tuko watatu. Na namuona mama ndio Imam John, pole sana. Akina Stambuli wote, namuona Angela Kiatwa na wengine wote, tunawapa pole. Mimi binafsi nilipata bahati ya kuishi na Henry tukiwa New York. Na yeye ananikumbusha na yeye pia. Kwa kweli ni vigumu kweli kuamini kwamba Henry hatunaye tena. Alikuwa mtaratibu, alikuwa mtu mwenye hekima sana, alikuwa na upendo na alikuwa na heshima sana. Alikuwa anatuheshimu sana sana, baada ya kwamba viongozi, lakini pia wanatuheshimu kama dada, watu wa nyumbani. Kwa hiyo tumeguswa sana, kama paroko alivyosema, padri alivyosema, Mungu amempenda zaidi, na watu tunasema Mungu anampenda zaidi, amempenda zaidi. Lakini tuendelee kumwombea ampumzishe kwa amani. Naomba nimpe mwenzangu hapa Mama Irene Illuminata na aseme machache. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Na mimi nataka niongezee kama alivyoongea Balozi Mlamula. Tunawapa pole sana wafiwa wote, dada John na wote na familia nzima na wote mliokusanyika hapa. Hii inaonyesha kwamba kweli Henry alipendwa sana, kwa sababu tukifikiria kama tulivyoelezwa kwamba msiba utakuwa New York, lakini
wote mmekusanyika kuungana familia kuweza kuwafariji. Kipindi hiki ni kigumu sana na wanahitaji faraja sana. Vile vile wana safari ya kwenda Bukoba. Tunaomba tuendelee kuwakumbuka katika sala. Mungu aweze kuwatangulia, waweze kufika nyumbani kufikisha msiba mkubwa sana. Henry tutamkumbuka sana. Kama balozi alivyosema, hata mimi tumekaa wote tukiwa New York. Wakati huo mimi nafanya kwenye UN. Nimekaa na hii familia muda mrefu. Hata kabla ya hapo, hii familia tumeifahamu siku nyingi sana. Kwa hiyo na sisi imetugusa sana, tumeumia sana, lakini lazima tukubali kazi ya Mungu haina makosa. Na tunamuomba Henry apokelewe kule mbinguni, yeye awe mwombezi wetu, manake na sisi tunaomba tuweze kuona ufalme wa mbinguni. Poleni sana, asanteni sana, na tunawatakia hii shughuli njema, tuendelee kuwafariji mpaka watakaposafiri. Asanteni sana. Asante, tutawasilisha rambirambi yetu kwa dada Joan. Asante sana. Asanteni sana Mheshimiwa Balozi na pacha wake. Hawa ni mapacha kama mnavyojua, na wana historia kubwa sana katika mkoa wetu, lakini katika utumishi wa umma wamefanya mambo makubwa. Tunajisikia faraja wakiwa kati yetu na wanapotupa faraja. Asante sana Mheshimiwa Balozi na pacha wako. Tunaendelea kupokea salamu za rambirambi. Kama kuna mtu yeyote anayeweza kupokea, karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Familia ya mchungaji kitu cha Mungu, tuko hapa kusema asante na kufikisha shukrani zetu kwa ajili ya ndugu yetu aliyetangulia mbele ya haki, Henry. Henry nimemjua muda mfupi, lakini katika huu muda mfupi ni mengi ambayo amefanya kwa familia yangu, hasa mtoto wangu Yohana. Tulifika hapa Dar es Salaam tukiwa tumekuja kufanya kazi ya Mungu, lakini baadaye niko na mtoto wangu anaitwa Yohana, hakuwa na kazi. Mama Katabaro akawa mume wake amemwona Yohana wangu, akamwambia iko kuna mtu anaweza msaidia. Amekuwa mtu mzuri kwa familia yangu, amekuwa mwema, ameondoa aibu ya familia yangu, ameondoa matukano nilokuwa nikitukanwa. Simjui muda, hiyo tarehe inayosemwa hapa, yeye ndo alinitambulisha kwa huyu mama. Hakuwa ananijua, lakini alinitambulisha kwa hii familia, na huyu mama akanipokea pamoja na mume wangu na mtoto wangu ambao hatukustahili, lakini kwa pendo alilokuwa nalo ni ngumu kumpenda mtu somjua, lakini yeye alitupenda kwa kuelezwa tu maelezo, akatupenda, akatuamini. Ninaishi mbali huko Sarasara ya kwa Mkumba, lakini alitembea akaja huko. Wakati amekuja 2024 hakujali naishi maporini. Siwezi eleza uzuri wake kwangu, lakini Mungu peke yake ndo anajua. Alama aliyoandika kwa maisha ya watu, na hisi wako wengine amewatendea kuliko hata mimi. Tuombe kwa Mungu. Mungu yeye peke yake ndo anajua. Aiangalie familia yake, awape upendo kama roho wanao.
Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Samahani, naweza nikaongea kwa kutetemeka. Hiyo hali imenitokea tu wakati nimefika hapa msibani, nimesikia kuumia sana, kuhuzunika sana. Nichukue nafasi hii kuwapa pole wazazi, dada, kaka, ndugu na jamaa wote wa Henry. Kwa upande wangu mimi nimefiwa na pacha wangu. Nimefiwa na pacha wangu kwa sababu Henry na mzidi wiki mbili. Mimi ni mzaliwa wa Katoma kwa mzee Kaganda, naitwa Ponsian Kaganda. Nimesoma na Henry vidudu, tumesoma wote darasa la kwanza hadi la 4. Baada ya hapo sijui ya mimi nilihamama shule. Nilisomea shule 3 tofauti, darasa la 5 hadi la 7. Lakini sekondari pia tukua wote, tukaja kukutana mimi baada ya kumaliza form 4. Tukawa tunaishi wote Kijitonyama kwa kaka yetu marehemu Stambuli. Na niseme tu tulikuwa tunalala pamoja na yeye. Wakati huo Stambuli alikuwa nafikiri chief internal auditor wa kampuni gani, alipandishwa nyumba pale Kijitonyama. Jirani na dada Angela, huyu ndio mlezi wetu, dada Angela Kiatu. Kwa hiyo tukawa mimi, kwa sababu nilikuwa na mzee Kagaruki, nilikuwa natoka nyumbani naenda kulala na yeye. Kwa tunacheza draft, hatujapata kazi. Baadaye nikapata kazi kampuni ya simu, nafikiri Posta. Mimi nikakaa nikachelewa kidogo, lakini nikapata kazi Jumuiya ya Ulaya, European Union. Baadaye akawa ameondoka ameenda Amerika. Toka wakati ule sijawahi kumuona Henry. Ila kipindi fulani nilitafuta namba ya simu, nikawa nimeongea naye kidogo. Baadaye tukapoteana. Kinachonihuzunisha ni kwamba miezi 2 iliyopita nitafuta namba yake, nikampigia. Akaniambia niko kazini, nikitoka nitakupigia. Nikakaa nasubiri, hakunipigia. Baada ya siku 2 nikampigia, akaniambia maneno yale. Sasa mimi nikakasirika. Akasema yani watu wakishaenda Ulaya wanaona kama vile tuna shida. Yaani ndio mawazo, unajua ndio mawazo yetu. Hata wewe unaweza kuwa na mawazo kama hayo, unafikiri kwamba aliyeko nje labda anakudharau au nini, kitu ambacho sio kweli. Akaniambia kwamba nitakupigia. Hakunipigia. Tarehe 30 nilikuwa Bukoba. Naamka asubuhi, wiki kizima watu walisema Henry kafa. Kwa kweli nilijisikia vibaya sana. Hata sasa hivi najisikia vibaya. Yaani mtu ambaye nimekaa naye kwa muda mrefu. Yaani yeye tulikuwa tunalala pamoja. Mimi nilikuwa natoka kwetu naenda kulala kwao, kwa sababu wao walikuwa na nyumba kubwa nzuri ya kampuni. Tunacheza draft, tunacheza, yani najisikia vibaya. John Mary, nilikuona kabla hujaolewa. Si miaka mingapi iliyopita, ndio nakuona leo tena. Sijawahi kukuona tena. Nakupa pole sana dadangu. Mungu akutie nguvu katika kipindi hiki. Najisikia vibaya, lakini huwa tunatenda matendo mema kusudi tuende mbinguni, si ndio? Au tunatenda matendo mema kusudi twende kwa Mungu. Sasa njia ya kwenda kwa Mungu ni njia hii ya kupitia kifo. Sawa? Kote sisige vibaya, ni kweli tu. Ukitoka kifo unatoka kwa ndugu zako, marafiki zako wanakumisi, lakini ndio njia pekee ya kumrudia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sote tutapitia njia hiyo. Cha msingi ni kujitakasa, ni kuishi maisha matakatifu yanayopendeza Mungu. Ni kutokuipenda dunia na mambo yake. Yani tunapenda sana dunia na mambo yake, vitu vya kifahari, vya anasa, lakini tujue kwamba siku moja tutaviacha. Ila kuna mahali ambapo tunakwenda kukaa kwa siku zote zilizobaki. Sijui ni ngapi zimebaki, kwenda wapi, kutoka wapi, lakini huko ndiko tunakwenda kuishi milele. Mungu awabariki sana. Asante sana. Karibu. Mimi Henry nilimjua kama mtu wa speed. Henry mambo yake kama ya speed hivi. Kuna wakati tulikuwa Washington. Henry amekuja kutuona Washington, anatoka New York. Katumia masaa yake 3. Anaka alituambia anakuja. Na ile nadhani ni kutoka Washington New York mpaka Washington naweza kama saa 4 5. Siku wakati fulani tulifanya 5, lakini yeye 3.
Akasema yuko hapa. Mmefikaje? Akasema bwana wewe, sisi ndio hivyo watu wa speed. Alafu baadaye alivyokuwa anaendesha huko Maryland, huko ndani Washington, anasema hawa ni watu gani hawa? Wanaendesha hivi, yani utafikiri wazee. Yani wote anaona wanaendesha wazee, yani yuko katika speed zile za New York. Kwa hiyo unaona kuwa alikuwa ni mtu wa speed mambo yake. Kuna kitu ambacho akusema Diana pale. Diana tulikuwa tumekaa naye, akaniambia, akasema Diana ndo kaka yake alikuwa anaoa. Sasa alipokuwa anaoa akamwambia kuwa Henry anasema mambo hayajakamilika mpaka tufanye kimila huko New York. Tuwape mikuki, tuwape panga. Unaona? Tuwape huyu mtu tumpe mfuka aenda akalime. Unaona? Kwa hiyo alikuwa anapenda na mambo ya kimila, na akasema alikwenda akafanya faster. Kwa hiyo tumshukuru kuwa alikuwa ni mtu wa speed. Sasa fikiria sasa, mtu huyo anayesema nimesema ni mtu wa speed amekwenda kufia kwenye ndege. Kufia kwenye ndege maana yake ni nini? Ina maana alikuwa ni mtu wa speed, kwa hiyo akataka na wewe aondoke katika speed hiyo. Unaona? Kwa hiyo speed hiyo ndo ameondoka nayo. Kwa hiyo sisi tumuombe Mungu, tushangilie kuwa Henry aliondoka katika speed aliyoitaka. Alitaka mambo yawe hivi, yaende kama alivyokuwa anafanya yaende. Ninayemhurumia sana hapa, najua na ndugu zake wote ni John Mary, nadhani ni John Mary alikuwa katika speed. Ukizungumza John Mary anakuambia Henry, anajua kuwa alikuwa ni mtu wa speed. Kwa hiyo tumuende kumwombea kuwa tufarijike, ndugu wote, marafiki, kuwa ameenda na speed hiyo, hakuhangaika sana. Mungu amempeleka na speed. Tumshukuru Mungu. Lakini kitu kingine cha mwisho nataka kuongea, Henry alikuwa kweli kama watu walivyosema, alikuwa ni mtu yani mtu mwema, mtu mzuri. Mimi alinifanyia bwana. Mimi nilikuja nikajitoa, nikaenda kugombea ubunge Afrika Mashariki. Kwa hiyo huyu tunavyomwona hapa, na alikuwa anatabasamu. Mimi kila ukimwona anatabasamu lake. Kama wewe alikuwa anakununia, wewe ulikuwa sivyo namna gani? Lakini huyu alikuwa ni mtu wa tabasamu. Sawa. Kwa hiyo tunashukuru kwa maisha yake. Kikubwa sasa ni kuiombea familia ya mzee John Stambuli na Mama Elena Stambuli, watoto wao wote. Huyu Henry aweze kupumzika kwa amani. Yaani hicho ni kikubwa sana, alete upendo katika familia, alete amani, alete mshikamano, watoto wamzike vizuri huyu, na aendelee kuwapa spidi yake nzuri katika ile familia. Mambo yote yaende sawa. Kila kitu kinawezekana kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Apumzike kwa amani Henry Stambuli. Amina. Asante sana Profesa.